Karibu sana kwenye sports update ya Game on TZ. Karibu sana mwana michezo wenzangu, tukae chini tuzungumze ya michezo yaliyojiri siku ya hii leo, ikiwa ni Oktoba 22 ya mwaka 2025. Karibu sana mwana michezo wenzangu, niweze kukuhabarisha kutoka huko nchini Eswatini baada ya mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kutamatika baada ya mchezo wa mkondo wa kwanza Simba kuweza kupata matokeo ya goli 3-0. Mchezo huo ulipigwa katika dimba la Somhololo pale Eswatini katika mji wa Mbabane. Sasa mambo yamekuwa ni mazito kweli huko nchini Eswatini baada ya kikosi hiko cha Nsingizini Hotspurs kuweza kupoteza kwa idadi ya magoli mengi ya kufungwa katika ardhi ya nyumbani kwao Eswatini. Uongozi wa klabu hiyo ya Nsingizini Hotspurs wameweza kuhoji goli ambazo wao walizokuwa wameweza kufungwa, na huku viongozi wakidai ya kwamba ni uzembe uliokithirika ulioweza kufanywa na wachezaji hao wa klabu hiyo ya Nsingizini Hotspurs. Sasa viongozi hao, inavyosemekana kwa taarifa tu ambazo nilizokutana nazo na taarifa kutoka kule nchini Eswatini, viongozi hao wamesema kwamba hawapo tayari kuisafirisha klabu hiyo ya Nsingizini Hotspurs kuja nchini Tanzania kwa ajili ya kuja kucheza mchezo wa marudiano ambao Simba wataenda kuwakaribisha katika dimba la Benjamin William Mkapa. Sababu zilizoweza kuorodheshwa kwa taarifa tu ambazo nilizokutana nazo na taarifa nilizozipata kutoka huko nchini Eswatini zinaeleza kwamba sababu za viongozi hao kuweka doubt ya kwamba hawapo tayari kuisafirisha ama kuingia gharama za kuweza kuisafirisha klabu hiyo ya Nsingizini Hotspurs kuja mpaka nchini Tanzania na kuja kucheza katika mchezo wa marudiano dhidi ya Simba Sports Club. Sababu hizo wamesema kwamba kwanza haitakuwa na faida, huko wakiwa tayari wameshaweza kuruhusu magoli 3 katika ardhi ya nyumbani. Viongozi wao wamesema kwamba ukijaribu kutazama historia ya klabu hiyo ya Simba ikiwa katika uwanja wake wa nyumbani, inakuwa ni klabu moja nzuri kweli yenye kasi pamoja na wingi wa mashabiki katika uwanja huo. Huku viongozi hao wa klabu ya Nsingizini Hotspurs wamesema kwamba kwenye mpira lolote linawezekana, kwa maana kwamba hata sisi kupata matokeo katika ardhi ya kwao inawezekana, lakini sio kirahisi hivyo. Hawa tunawafahamu. Simba ni moja kati ya klabu kubwa barani Afrika, na Simba wao wenyewe wamelitolea jicho la kuhitaji kwenda katika hatua hizo ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Viongozi ni kama vile wamekuwa na doubt kuona kwamba hakutakuwa na sababu ya msingi wao kuja kucheza mchezo wa marudiano. Lakini pia ukumbuke kwamba kutakuwa na adhabu. Shirikisho la mpira barani Afrika halitaweza kuwaacha salama. Watapewa adhabu kubwa kweli kwa kuweza kuisafirisha klabu hiyo ya Nsingizini Hotspurs katika taifa hili la Tanzania kwa ajili ya kucheza mchezo wa marudiano. Lakini viongozi hao wa Nsingizini Hotspurs huku wakisema kwamba hawatakuwa tayari kwenda kucheza mchezo huo wa marudiano kwa sababu wataingia hasara ambayo wao wanajua kwamba Simba hawatoweza kuwaacha salama katika dimba la Benjamin William Mkapa. Lakini pia baadhi ya viongozi kutoka huko Nsingizini Hotspurs, kwa mtu ambaye aliyeweza kunifikishia hizo taarifa kutoka huko nchini Eswatini, amesema kwamba baadhi ya viongozi wengine wamekaidi kutoa ushirikiano kuweza kuisafirisha hiyo timu kuja mpaka nchini Tanzania kuja kucheza mchezo wa marudiano. Lakini baadhi ya viongozi wengine wa Nsingizini Hotspurs wamesema kwamba wao wapo tayari kuja kucheza mchezo wa marudiano, huku wakisema kwamba kama wao Simba waliweza kucheza mchezo katika ardhi ya Eswatini na huko wakiwa waweza kupata matokeo ya magoli 3-0, kwa nini wao waweze kushindwa katika ardhi ya Tanzania kuweza kupata magoli 4-0 katika dimba la Benjamin William Mkapa? Viongozi wengine wamesema kwamba haitakuwa rahisi wao
kuweza kupata matokeo makubwa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Lakini viongozi wengine wamesema kwamba hilo linawezekana, kwani hata wao wameweza kupata matokeo katika ardhi hiyo ya Nsingizini Hotspurs hapo nchini Eswatini. Lakini pia kocha mkuu wa kikosi hiko cha Nsingizini Hotspurs pia ameweza kutoa lawama kwa baadhi ya wachezaji wao, kwa maana kwamba wameweza kufanya uzembe wa hali ya juu, huku kutokuweza kuzitumia nafasi ambazo wao walizoweza kuzipata katika mchezo wa mkondo wa kwanza kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika, huko kocha huyo akieleza hayo baada tu ya kutamatika kwa mchezo huo. Na siku ya juzi aliweza kufanya mkutano wa waandishi wa habari kuzungumza na mashabiki wa klabu hiyo ya Nsingizini Hotspurs, kwa maana kwamba kuondoa hofu. Lakini pia sakata kubwa kutoka hapo nchini Eswatini, mashabiki wa klabu hiyo ya Nsingizini wengi wao ni kama vile wamemegeka katikati, huku akiamini kwamba makosa mbalimbali yaliweza kufanywa katika ardhi hiyo ya uwanja wa Nsingizini Hotspurs kwa wachezaji hao wa klabu hiyo ya Nsingizini Hotspurs. Huku taarifa kutoka ndani ya klabu hiyo ya Simba, wao pia wapo katika maandalizi ya kuweza kufanya maandalizi. Leo wameweza kuingia kambini kwa ajili ya kujiandaa kuelekea katika mchezo wa marudiano dhidi ya Nsingizini Hotspurs, huku kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Dimitri Lopatev yeye amewaambia wachezaji kwamba ule mchezo wa kwanza ambao Simba wameweza kupata matokeo magoli matatu waweze kuyafuta haraka iwezekanavyo katika vichwa vyao, wasiwe na ile dhana kusema kwamba tumepata matokeo katika mchezo wa kwanza uliopigwa kule nchini Eswatini. Katika vichwa vyao viwe na akili kusema kwamba hakuna hata mchezo mmoja ambao wao wameweza kucheza. Matarajio makubwa ya kocha Dimitri Lopatev amewaambia wachezaji hii leo baada ya kuingia kambini kwa ajili ya siku ya jana kuweza kupewa off kwa wachezaji pamoja na benchi la ufundi kwa ajili ya uchovu ambao kwa safari kutoka kule nchini Eswatini. Lakini kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Dimitri Lopatev amewaambia kwamba wachezaji wakae kwa kutulia na waweze kujituma katika uwanja wa mazoezi. Lakini pia kocha Dimitri Lopatev amewaambia wachezaji wale ambao wasioweza kujituma katika klabu hiyo, huku yeye akiamini ya kwamba yule ambaye atakayeweza kufanya vizuri katika uwanja wa mazoezi na yule ambaye atakayeweza kujituma katika uwanja wa mazoezi, hakika yeye ndiye ataweza kumpa kipaumbele kwa ajili ya kwenda kucheza michezo ya kimashindano. Huku kocha huyo Dimitri Lopatev anatarajiwa kuzungumza na waandishi wa habari kabla ya kuelekea katika mchezo huo, huku akisema kwamba maandalizi kwa hivi sasa kutoka huko kambini na kambi ya Simba hii leo wameingia, huku akisema kwamba kila kitu kinaenda kuwa vizuri, na huku akiondoa hofu mashabiki wa klabu ya Simba na wadau wa soka barani Afrika, kwa maana kwamba wao wanachokitazama kwa hivi sasa ni mchezo wa marudiano, huku akitoa tahadhari kwa mashabiki wa Simba kusema kwamba isiwepo dhana ya wao kuweza kupata matokeo katika mchezo huo wa mkondo wa kwanza, hali ya kuwa bado mechi haijaisha mpaka mchezo wa mkondo wa pili itakapoenda kuchukua hatamu, ndipo wanachukua maamuzi ya kujua kwamba tayari wameshaweza kufuzu katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, kwani magoli matatu si mengi bali ni mtaji mzuri ambao wao waliweza kupata. Matarajio makubwa sana kwa kocha Dimitri Lopatev, amesema hayo baada ya hii leo kuingia kambini, huku akiendelea kukinoa kikosi hiko cha Simba. Kocha Dimitri Lopatev pia ameweza kutoa pongezi kwa mchezaji Morris Abraham. Ni moja kati ya kiwango bora kweli ambacho alichoweza kukionyesha katika mchezo wa mkondo wa kwanza, mchezo ambao ulipigwa pale nchini Eswatini dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Kocha huyo ameeleza hayo huku akisema kwamba anahitaji kila mchezaji aliyekuwepo ndani ya viunga hivyo vya klabu ya Simba wamtazame Morris Abraham. Ni moja kati ya kioo kikubwa ambacho kila mmoja anatarajiwa kwenda kumtazama Morris, ili kiwe kama fundisho, spidi, morali pamoja na weledi aliokuwa nao kocha huyo, na ambaye ameweza kuzisifa kubwa ama sifa lukuki kwa mchezaji huyo Morris Abraham hii leo baada ya kuingia kambini. Ziko taarifa zingine zikieleza kwamba Mohamed Bajober tayari ameshaweza kupona na tayari ameshaweza kufanya mazoezi yake binafsi. Leo rasmi ameingia katika uwanja wa mazoezi kwenda kuungana na wachezaji wenzie, huku akisema kwamba kile ambacho alichokuwa akikipitia katika hali ya maumivu ya majeraha aliyokuwa nayo
huku alipotoka nchini Kenya kwenye klabu yake ya Polisi Kenya, huku akisema kwamba hayo yeye sasa hivi yuko tayari kwenda kuitumikia klabu hiyo ya Simba, ingawa majeraha ambayo alikuwa akimkabiri ni majeraha ambayo ameweza kumweka nje muda mrefu, huku Mohamed Djibouti Ber amewaambia mashabiki wa Simba yeye yupo tayari kwenda kuitumikia klabu hiyo ya Simba. Lakini pia kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Dimitri Pantev amesema kwamba kwa performance ambayo amejaribu kuionyesha Mohamed Djibouti Ber katika uwanja wa mazoezi, hakika ifikapo Oktoba 26 kocha Dimitri anaweza akamjumuisha kwenye kikosi hiko cha Simba, kikosi ambacho kitakachoingia dimbani kwenda kumkaribisha Nsingizini Hotspurs katika mchezo wa marudiano dhidi ya Nsingizini Hotspurs, mchezo ambao utakwenda kupigwa pale katika dimba la Benjamin William Mkapa. Hayo amesema hii leo kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Dimitri Pantev. Wao wameweza kupata matokeo katika ardhi hiyo ya Nsingizini Hotspurs hapo nchini Eswatini. Lakini pia kocha mkuu wa kikosi hiko cha Nsingizini Hotspurs pia ameweza kutoa lawama kwa baadhi ya wachezaji wao, kwa maana kwamba wameweza kufanya uzembe wa hali ya juu, huku kutokuweza kuzitumia nafasi ambazo wao walizoweza kuzipata katika mchezo wa mkondo wa kwanza kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika, huko kocha huyo akieleza hayo baada tu ya kutamatika kwa mchezo huo, na siku ya juzi aliweza kufanya mkutano wa waandishi wa habari kuzungumza na mashabiki wa klabu hiyo ya Nsingizini Hotspurs, kwa maana kwamba kuondoa hofu. Lakini pia sakata kubwa kutoka hapo nchini Eswatini, mashabiki wa klabu hiyo ya Nsingizini wengi wao ni kama vile wamemegeka katikati, huku akiamini kwamba makosa mbalimbali yaliweza kufanywa katika ardhi hiyo ya uwanja wa Nsingizini Hotspurs kwa wachezaji hao wa klabu hiyo ya Nsingizini Hotspurs. Huku taarifa kutoka ndani ya klabu hiyo ya Simba, wao pia wapo katika maandalizi ya kuweza kufanya maandalizi. Leo wameweza kuingia kambini kwa ajili ya kujiandaa kuelekea katika mchezo wa marudiano dhidi ya Nsingizini Hotspurs, huku kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Dimitri Pantev yeye amewaambia wachezaji kwamba ule mchezo wa kwanza ambao Simba wameweza kupata matokeo magoli matatu waweze kuyafuta haraka iwezekanavyo katika vichwa vyao, wasiwe na ile dhana kusema kwamba tumepata matokeo katika mchezo wa kwanza uliopigwa kule nchini Eswatini. Katika vichwa vyao viwe na akili kusema kwamba hakuna hata mchezo mmoja ambao wao wameweza kucheza. Matarajio makubwa ya kocha Dimitri Pantev amewaambia wachezaji hii leo baada ya kuingia kambini kwa ajili ya siku ya jana kuweza kupewa off kwa wachezaji pamoja na benchi la ufundi kwa ajili ya uchovu ambao kwa safari kutoka kule nchini Eswatini. Lakini kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Dimitri Pantev amewaambia kwamba wachezaji wakae kwa kutulia na waweze kujituma katika uwanja wa mazoezi. Lakini pia kocha Dimitri Pantev amewaambia wachezaji wale ambao wasioweza kujituma katika klabu hiyo, huku yeye akiamini ya kwamba yule ambaye atakayeweza kufanya vizuri katika uwanja wa mazoezi na yule ambaye atakayeweza kujituma katika uwanja wa mazoezi, hakika yeye ndiye ataweza kumpa kipaumbele kwa ajili ya kwenda kucheza michezo ya kimashindano. Huku kocha huyo Dimitri Pantev anatarajiwa kuzungumza na waandishi wa habari kabla ya kuelekea katika mchezo huo, huku akisema kwamba maandalizi wa hivi sasa kutoka huko kambini na kambi ya Simba hii leo wameingia, huku akisema kwamba kila kitu kinaenda kuwa vizuri, na huku akiondoa hofu mashabiki wa klabu ya Simba na wadau wa soka barani Afrika, kwa maana kwamba wao wanachokitazama kwa hivi sasa ni mchezo wa marudiano, huku akitoa tahadhari kwa mashabiki wa Simba kusema kwamba isiwepo dhana ya wao kuweza kupata matokeo katika mchezo huo wa mkondo wa kwanza, hali ya kuwa bado mechi haijaisha mpaka mchezo wa mkondo wa pili itakapoenda kuchukua hatamu, ndipo wanachukua maamuzi ya kujua kwamba tayari wameshaweza kufuzu katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, kwani magoli matatu si mengi bali ni mtaji mzuri ambao wao waliweza kupata. Matarajio makubwa sana kwa kocha Dimitri Pantev amesema hayo baada ya hii leo kuingia kambini, huku akiendelea kukinoa kikosi hiko cha Simba. Kocha Dimitri Pantev pia ameweza kutoa pongezi kwa mchezaji Morris Abraham, ni mmoja kati ya kiwango bora kweli ambacho alichoweza kukionyesha katika mchezo wa mkondo wa kwanza, mchezo ambao ulipigwa pale nchini Eswatini dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Kocha huyo ameeleza hayo huku akisema kwamba anahitaji kila mchezaji aliyekuwepo ndani ya viunga hivyo vya klabu ya Simba wamtazame
Morris Abraham ni moja kati ya kioo kikubwa ambacho kila mmoja anatarajiwa kwenda kumtazama Morris ili kiwe kama fundisho, spidi, morali pamoja na weledi aliokuwa nao kocha huyo, na ambaye ameweza kuzisifa kubwa ama sifa lukuki kwa mchezaji huyo Morris Abraham hii leo baada ya kuingia kambini. Ziko taarifa zingine zikieleza kwamba Mohamed Bajober tayari ameshaweza kupona na tayari ameshaweza kufanya mazoezi yake binafsi. Leo rasmi ameingia katika uwanja wa mazoezi kwenda kuungana na wachezaji wenzie, huku akisema kwamba kile ambacho alichokuwa akikipitia katika hali ya maumivu ya majeraha aliyokuwa nayo huku alipotoka nchini Kenya kwenye klabu yake ya Polisi Kenya, huku akisema kwamba hayo yeye sasa hivi yuko tayari kwenda kuitumikia klabu hiyo ya Simba, ingawa majeraha ambayo alikuwa akimkabiri ni majeraha ambayo ameweza kumweka nje muda mrefu, huku Mohamed Bajober amewaambia mashabiki wa Simba yeye yupo tayari kwenda kuitumikia klabu hiyo ya Simba. Lakini pia kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Dimitar Pantev amesema kwamba kwa performance ambayo amejaribu kuionyesha Mohamed Bajober katika uwanja wa mazoezi, hakika ifikapo Oktoba 26 kocha Dimitar anaweza akamjumuisha kwenye kikosi hiko cha Simba, kikosi ambacho kitakachoingia dimbani kwenda kumkaribisha Nsingizini Hotspurs katika mchezo wa marudiano dhidi ya Nsingizini Hotspurs, mchezo ambao utakwenda kupigwa pale katika dimba la Benjamin William Mkapa. Hayo ameyasema hii leo kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba